hapo mwanzo kulikuwa na neno. Na hilo neno lilikuwa kwa Mungu. Na hilo neno lilikuwa ni Mungu. Ukienda 1:14 nasema neno likafanyika mwili likakaa. Hilo neno ambalo linafanyika mwili, nasema hilo neno lilikuwa ni Mungu. Na sasa neno likafanyika nini? Mwili. Unaona bana? Sasa hii kitu ni direct. Hata mtoto mdogo ukimuuliza kwamba hii aya inasemaje, hilo neno lilikuwa kwa Mungu na hilo neno lilikuwa ni Mungu. Sasa tukienda katika 1:14 Yohana linasema hilo neno lilifanyika mwili na likakaa kwetu na tukaliona kama mwana pekee atokaye kwa Baba. Unaona bwana? Kwa hivyo Yesu ni neno, Yesu ni Mungu. Haya, nimekuelewa Pastor Maloba. Kwa hivyo umetutolea katika Yohana 1:1 ya kwamba hapo mwanzo kulikuwa kuna neno. Na neno alikuwa kwa Mungu. Na neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, pasipo huyo hakukufanyika chochote kilichofanyika. Sasa nani pasipo yeye hakungelifanyika chochote? Maneno hayo yako sahihi. Yohana amesema maneno sahihi. Lakini tatizo kubwa ni kwamba uelewa wetu ndio mdogo. Sasa ili kuelewa neno hili, Yohana anaongea kuhusu jambo ambalo lilikuwa mwanzo. Kwa hivyo ili kama Biblia inavyotuambia shahidi mmoja asinuke kumuonikia mtu kwa jambo lolote, kila jambo kilibitiki kwa vinywa vya mashahidi wangapi? Wawili ama watatu. Sasa ili kudhibitisha Yohana anasema kweli, itabidi turudi kule mwanzo. Tutafute ushahidi. Je, kule mwanzo kulikuwa kuna neno? Na neno alikuwa Mungu? Na neno alikuwa kwa Mungu na neno alikuwa Mungu? Kwa hivyo ili kupata mambo ya mwanzo itabidi tuende kwa kitabu cha Musa, kitabu cha Mwanzo. Katika kitabu cha Mwanzo 1:1 inatuambia hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Roho ya Mungu ikawa juu ya kilindi cha maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaona nuru kuwa ni njema, akaita nuru mchana na giza akaita usiku. Hiyo ni siku ya kwanza. Kwa hivyo hapo siku ya mwanzo tunaona kulikuwa kuna neno. Tunaona Mwenyezi Mungu anaumba mbingu, anaumba mchana na usiku. Akitumia nini Pastor? Neno. Akitumia neno. Ambapo aliambia mchana iwe, mchana ikafanya nini? Ikawa. Kwa hivyo alitumia nini? Neno. Kwa hivyo hiyo neno ilikuwa kunatoka kwa nani? Hilo neno lilikuwa inatoka kwa Mungu. Kwa Mungu, ambapo maneno ya Mwenyezi Mungu ni nani? Ni Yesu. Sasa ni Mungu yeye mwenyewe. Ni Mungu mwenyewe. Maneno ya Pastor Dennis inakuwa ni nani? Ni yangu mimi. Kwa hivyo pale mwanzo kulikuwa kuna neno. Na neno ilikuwa kwa Mungu. Na neno ilikuwa Mungu. Tunaona Mungu kwa neno lake anasema iwe mchana, iwe nuru, ikawa nuru, akaita mchana. Mungu akasema na iwe, akitumia nini? Neno. Sasa kutokana na hiyo neno vikafanyika kila kitu. Yohana anatuambia kule mwanzo kulikuwa kuna neno, na tunakuta neno Mungu anatumia kuumba, anatumia neno. Tena akasema pasipo yeye huyo neno hakungelikuwa chochote. Yohana anatuambia katika Yohana 1:14 pasipo neno
hakikifanyika kile kilichofanyika. Na kweli tunaona pasina Mwenyezi Mungu kusema iwe nuru, kungekuwa na mchana. Pasipo Mungu kusema na iwe bahari na iwe nini, pasingekuwako. Kwa hivyo tunakuta uumbaji wa vyote vilifanyika kwa neno la Mwenyezi Mungu. Kama tunavyoona katika kitabu cha Zaburi 33:6. Naona unaendelea vizuri tu. Katika Zaburi 33:6 inasema kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa kinywa chake, kwa pumzi ya kinywa chake, kwa kuwa yeye alisema ikawa. Sasa kwa hiyo neno, hilo neno la Bwana vyote vikatengenezeka. Kwa hiyo neno, hilo neno, maandiko yanasema hilo neno ni Mungu. Pasipo hilo neno hakungelifanya chochote. Sasa pale 1:14 Yohana inasema hilo neno likafanyika mwili.